Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, kwa ruhusa yake Luba Tite. Naja tena mbele zenu wapendwa wasikilizaji, na kipindi hiki cha maswali na majibu kulingana na maswali ambayo wapendwa wameyatoa. Ni mengi, lakini leo tena tutaenda kugusa baadhi ya maswali. Kwa hiyo ukiona kwamba swali lako bado halijaguswa, na maana kwamba ni katika kipindi kingine ambacho kitafuata. Wala usio na wasiwasi, tuko hapa kwa ajili ya kujibu. Walio na maswali waendelee kuandika tu, mimi nayakusanya yote, alafu naangalia kwa kila wakati na kuja kuleta yale ambayo naweza nikaleta majibu yake, na haya yote katika lengo la nini? La kuwasaidia. Maana ili kwamba ukubali ukweli na uingie na utembee kulingana na ukweli, lazima upate kwanza taarifa za wapi unapoelekea. Maana kuna maswali mengi ambayo mko nayo ambayo hayana majibu. Maana unapokuwa huko huko uliko ukawa na swali lakini majibu hautayapata kwa sababu uko mwenyewe, ila unapokuja hapa nachukua muda ili kujibu yale ambayo yanaulizwa. Sasa hapa ndugu zangu, swali la kwanza ambalo nilo nalo hapa ni kuhusiana, kwanza hii ni maswali na majibu pati pati 5, yani sehemu ya 5. Anasema asante sana kaka Imani kwa kutuletea tafsiri za Kiswahili. Tunashukuru Luba kupitia neno lake kumtuma mzaliwa wa pili katika kipindi chetu ambacho tungali hai. Mimi nafuatilia ukweli, ila sijawa ndani ya zizi la mzaliwa wa pili. Swali langu ni kwamba matusi ni dhambi. Je, ikiwa mtu anaenda kukutusi na kukufokea kama mtoto mdogo, unajaribu kumtuliza akuelewe, unaweza kukabiliana naye? Kitu cha kwanza unatakiwa kuelewa kwamba sisi katika ukweli tunajua kwamba kutusi ni kosa, ni dhambi. Hautakiwi kurudishia tusi kwa tusi, hapana. Hili ni jambo ambalo liko tofauti zaidi sana na mtu anapokuja kukupiga bila hata sababu. Hiyo ni tofauti. Hapo unaweza ukajilinda, unaweza ukajitetea, lakini kuhusiana na swala la matusi hauwezi ukajitetea kwa tusi, hapana. Yaani wewe unachotakiwa kujitetea ni kujitetea kulingana na ukweli. Anaweza kafoka na wewe unaweza ukafoka, haijakatazwa katika ukweli eh? Nani ameshasema kwamba kukatazwa? Kwa sababu unaweza ukafoka lakini hautusi mtu. Unaweza ukaongea kwa sauti ambayo inaonyesha kweli kweli haujafurahishwa na kile ambacho kimetendeka. Unaweza ukakasirika pia, sio dhambi, lakini unachokiomba kwamba hiyo hasira, wakati unapokasirika ndipo unaelezwa usitende dhambi, kwa sababu katika hasira mtu anaweza sasa akatumia maneno ambayo ni mabaya. Yaani mtu anaweza akatusi mwingine, mtu anaweza akakejeli mwingine, na hilo ni jambo ambalo linakatazwa katika ukweli. Lakini ikiwa mtu anaweza kaingia katika hasira kulingana na kile ambacho alifanyiwa, una haki, lakini hiyo hasira pia isiyo hasira ambayo utakaa nayo hadi kama ilikuwa ni mchana, usiku unajizirisha huko nayo unalala. Hapana, sio vizuri. Hilo pia sio jambo nzuri. Lakini ikiwa mtu yeye anakutusi, anakufokea, na wewe pia unaweza ukamuuliza, kwa nini unanifokea? Kwa nini unanitusi? Na ikiwa yeye anaongea hivi, wewe unabaki katika ule msimamo ambao wa kile kitu ambacho wewe haujakifanya. Kwa sababu ikiwa mtu, hata kama wewe umefanya jambo fulani na akakwazwa, kumrazi, unaweza ukamwambia haina haja ya kunitusi, kwa sababu inaweza ikatokea labda nimefanya hivi, sikufanya vizuri, lakini usinifokee, mimi si mtoto, mimi si mtoto wako, mimi si mtoto, kwa hiyo haina haja. Lakini majibizano ya matusi na mengine, no, haya hayaruhusiwi. Na ukiona kwamba anaendelea kuongea sana, unajitokea, kwa sababu mtu mwenye busara huwa anaona hatari mbele na anafanya nini? Anajiondokea, anakwepa. Kwa hiyo ili kuepuka haya yote, unaweza ukatoka, unaweza ukaenda sehemu nyingine, ikiwa anaona kwamba kwelikweli anaendelea kuzirisha hiyo hali. Kwa hiyo hilo ni swali la kwanza. Kumrazi. Swali la pili ni kuhusiana na kaka, anasema asante kaka kwa mafundisho kutoka kwa Muledi. Kaka, nina swali linalohusu maana ya jina la Wasi. Nini maana? Wasi ni roho na kila roho jina lake lina maana. Je, nini maana ya Wasi? Kaka, naomba maana yake.
Wasi tunajua katika tafsiri ya kwa siku ya leo, aidha nyakati hizi, tunasema wasi ni nini? Si ni udongo. Wasi ni dunia ambayo tunaweza tukasema hiyo ndio wasi, lakini na hiyo ndio maana yake ya wasi. Sasa kuna wasi ya kiroho, kuna wasi ya nafsi na kuna wasi ya kimwili, na wasi ya kimwili ndio hii ambayo mimi naelezea, lakini haijamaanisha kwamba kuna udongo katika paradiso, aidha udongo kwa namna gisi tunavyoona sisi katika hali inayoonekana. Hapana. Kwa hiyo wasi ni udongo, wasi ni kiwanja, wasi yani ni dunia, yani wasi kila sehemu ambapo unajua kwamba hapa kuna udongo, hiyo ni wasi. Na ndio maana hata Ulaya kote ni wasi Marekani yote ni wasi, Australia yote ni wasi. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa, na ndio maana kuna wasi na kuna masima wasi. Masima wasi ndio sayari ya dunia, unaona. Yaani ukisema tu wasi unasema dunia, na unaposema dunia yani udongo na vitu vyote ambavyo viko humu, hiyo ndio wasi. Hiyo ndio maana yake kaka. Habari kaka, mimi nauliza, Jom alipofanya kosa la kushirikiana na Mudima Bobe la kumdanganya Muto, yeye alipewa adhabu gani? Na kwa sasa yeye yupo wapi? Swali lingine tuende kwanza na hilo swali la kwanza ambalo ameuliza. Jom alipofanya kosa la kushirikiana na Mudima Bobe la kumdanganya Muto, yeye alipewa adhabu gani? Adhabu ya Njomo si tunaieleza kila wakati. Njomo alikuwa na miguu, lakini wakati alipofanya hicho kitendo iliondoka. Hiyo ni adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili, alitengwa na wanyama wote, akatengwa pia na watu. Ndio maana nyoka, umeshawahi kuona nyoka ana urafiki na wanyama wengine? Mweleze hawa nyoka ambao hawana miguu. Umeshaona kwamba nyoka yuko pembeni na mnyama mwingine, wako wanatembea, wako pamoja sasa mwingine? Umeshawahi kuona haya mambo? Hamwezi mkaona, kwa sababu alitengwa kwanza hata na wengine wanyama wenzake. Na kwa sasa yuko wapi? Hayupo tena, tuwezi tukasema kwamba basi bado anaishi, ameshaondoka. Sasa swali labda unapenda kujua alimaliza safari yake namna gani? Je, aliokolewa? Ndio aweza? Hapana. Je, alikufa namna gani? Aweza alinyakuliwa? Alifanya nini? Kitu ambacho mi naweza nikakwambia kwamba hilo mimi siwezi nikajua, na hatujafunuliwa namna gani, ila kuhusiana kitendo kama alisamehewa, hilo sina uhakika na siwezi nikalithibitisha hapa tena hapa mbele yenu, hapana. Na kwa sababu hilo sio swali, lakini swali lako unauliza yuko wapi? Hayupo, aishatoweka. Sasa kwa namna ambavyo alitoweka, hiyo ndio siwezi nikakwambia, kwa sababu sijui namna gani alivyotoweka, kwa sababu tujapata ufunuo. Swali lingine kaka, nilikuwa naomba kuuliza, umesema kwamba paradiso kuna makao mengi. Sasa mimi nilikuwa naomba kujua, mtu anaweza kupelekwa sehemu fulani kutokana na levo yake ya kiroho, au inakuwaje kaka? Kwa sababu sehemu alipo Sangu sio sehemu alipo Iyume. Unajua, kitu ambacho mimi naweza nikaomba ni kwamba sisi tunapokuwa katika ukweli huu, hatutakiwi kuongelea zaidi sana kuhusiana na sehemu gani ambayo utaenda kuwa nani, utapewa nafasi gani. Je, utakaa karibu na Yume? Utakaa karibu ya nani? Ya Muto? Aweza Muto aweza utakaa karibu ya nani? Ya Dubisi? Aweza wengine? No, sisi tunapoingia katika hiyo hali, sio hali nzuri. Sisi cha msingi ambacho tunatakiwa kwanza kupambana nacho ni wokovu wetu. Cha kwanza tu kwamba je, nitaokolewa? Hilo ndio swala la kwanza. Wapi nitakaa sasa, hilo halina tatizo, kwa sababu wokovu ni wa 100%. Uelewe vizuri, wokovu ni wa 100%. Yaani yeyote ambaye anaokolewa kwa 100%. Sasa sehemu gani ambapo utakaa sasa ni kulingana na matendo yako sasa ulioyatenda hapa katika hali inayoonekana. Ikiwa matendo yako ni mengi na ni mazuri kulingana na ukweli yaliyoidhinishwa na neno, basi na ndivyo nawe pia utakavyokuwa sehemu ambayo inainuka tena zaidi. Unaona, hiyo inategemea, lakini ndio maana nasema kila wakati hapana kuingia katika ufahamu, kwa sababu wanafunzi wa Jokisabe walitaka kuingia katika hiyo hali, walitaka kuingia katika ufahamu wakati walipomuuliza Jokisabe, hivi kati yetu sisi hapa ni nani ambaye atakaye kuwa mkubwa katika agizo kuu la vita?
Hilo sio swali nzuri, hilo swali sio swali nzuri, huu sio ufahamu mzuri. Sasa ingekuwa kwamba Jokisela angesema kwamba ni wewe Abe, na Abe hakuuliza, sio hakuwa katika hilo, ni wewe nani Lakisabini ndio utakuwa mkuu kuliko wengine wote, hao wengine wangekuwa namna gani? Wangejihisi namna gani? Unaona, angesema kwamba fulani wewe, huyu atakuwa juu zaidi kuliko wewe. Mnafikiri hiyo hali ingeleta furaha katika kusanyiko hilo la hao mitume? Kwa hiyo ndio maana kuna maswali, baadhi ya maswali ambayo kwa muda ambao mtu anatembea hatakiwi kuyauliza kwa sababu hayana maana kwa wakati huo. Cha msingi ni kujikita kwanza kuhusiana na wokovu wako. Ndio maana hilo ni jambo ambalo mimi nawaambia wapendwa wengine, leo umepokea ukweli huu, bado haujaendelea kusikiliza hata mafundisho mengine yote, unapenda direct kwenda kufundisha wengine, za wengine wapate kujua, wakati wewe mwenyewe bado haujajikita zaidi sana katika haya mafundisho. Cha msingi kwanza wewe kula kwanza chakula hicho yani upate kuelewa vizuri, kwa sababu hata wakati unapoenda kuambia watu wengine hautakuwa unaongea kwa kupapasa, utakuwa unaongea kwa sababu unajua na umeishi hayo mambo. Maana kuna tatizo tofauti kati ya mtu kusikia kitu na kukitenda. Hayo ndio matatizo yanaingia kwa baadhi, kwa sababu kitu ambacho unapokisikia na unakitenda ndio vizuri, lakini mtu anaweza akaisikia akaongea, lakini hatendi kile ambacho anaambia wengine waende kutenda. Hayo sio mambo mazuri. Kwa hiyo huu ndio ushauri kabisa, huu ndio ushauri ambao mimi naweza nikatoa nikasema kwamba hilo swala sio swala ambalo tunatakiwa kujiuliza wakati aidha wapi tunaweza tukafika. Ni kweli makao ni mengi, makao ni mengi, aidha nani atapelekwa sehemu gani, hata mwingine. Hilo kaka zangu, dada zangu, tusijihusishe sana, tujihusishe kwanza uokovu kwanza, tuokolewe kwanza. Hicho ndo cha kwanza, mambo mengine huko yatakuwa ni baada ya utimilifu mkuu. Lakini imejibu hivi kwa ajili ya wote, sio wewe tu ni kwa wapendwa wote, kwa sababu ni kwa ajili ya walio wengi. Sasa swali lingine. Asante kaka kwa mafundisho mema, namshukuru Luba. Sasa mimi ni mmoja katika safari hiyo, naomba nipate vitabu hata citation kana tamale, nafikiri kala tambale katika jamais na vingine. Sasa mimi niko Kongo, okay, anachanga na Kifaransa kidogo. Lubumbashi na Kiampili, gisi ya kujiunga. Okay, ni kujulishe namna ya kujiunga. Zoom inanisumbua. Natir, nafikiri nitumie link nianze kujiunga. Asante sana, wala usijali. Unaona hii video ambayo iko hapa, kuna link ambayo iko hapo chini, kuna link unaweza ukabonyeza tu pap na naingia na kwenye tarehe tuseme kesho ni oh, yeah. Sasa yaani tutakusanyika na wapendwa wengine, itakuwa ni tarehe 7, kwa sababu tunakusanyika na wengine ambao hawako katika zizi, yaani kila wiki, kila Jumapili ya kwanza ya mwezi, na hii Jumapili ya kwanza ya mwezi imeenda kwenye tarehe 7 kule. Kwa hiyo ndio maana hii Jumapili hapa tutakuwa na wapendwa tu walio katika zizi. Kwa hiyo tarehe 7 mwezi wa 6, ukiangalia hii news, yani kila video ambayo mimi natuma link iko pale chini, na kama ni huu mkutano hautakuwa hata na haja ya kuweka password, ingawa vyote viko pale. Yaani unaweza ukabonyeza tu link pap na unaingia tu direct, mimi naona. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo naweza nikakueleza. Asante kaka Imani kwa kazi ngumu unayofanya. Tuko nyuma yako tukikuunga mkono, bila kumsahau mledi wetu Zulula 100, utukufu kwa Robert T. Ewekedi. Kutokana na mafundisho ya leo ya Vodou na Bwiti, sisi tusianzishwa ambao tumeneemiwa tunaweza kusherekea siku ya kuzaliwa kwetu, yani birthday, au mudi musangi haruhusu mtu kusherekea birthday. Hapana, unaweza ukasherekea, haijakatazwa.
haijakatazwa kusherekea birthday kwa sababu, ila ujue kwamba kuna tofauti kati ya umri wa mwili na umri wa kuzaliwa kwa mwili. Ni vitu viwili tofauti. Nasema kuna tofauti kati ya umri wa mwili na umri wa kuzaliwa kwa mwili, kwa sababu mtoto, mimba inapotungwa ndani ya tumbo, utasikia mjamzito anasema hivi ujauzito wangu umeshakuwa na mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, miezi misaba, miezi minane, miezi mitisa, mtoto anataka kuzaliwa. Sasa mtoto akizaliwa, ni nini kinatendeka? Siku yake ya kwanza, siku ya pili. Kwa nini wasiendelee sasa miezi tisa mtoto anapozaliwa, miezi tisa na siku moja? Kwa nini hawaongee hivyo? Kwa nini tena inaanza kwenye sifuri? Kwa hiyo ndio maana unaweza ukasherekea kuzaliwa kwa mwili wako, maana una umri ambao uko tofauti. Ukiulizwa kwamba umri wako ni upi, kuna mara utasema mimi nina miaka kadhaa. Wewe nani? Aidha wewe wa wakati gani? Kwa sababu kikawaida wewe ambao tunakuona hapa, kwa umri ambao wewe wanakupatia ni umri ambapo umezaliwa tu leo, ndio hapo huo umri ambao unatajwa hadi wakati huu. Wakati hii tunajua kabla hujazaliwa ulikuwa tayari ndani ya tumbo ya mama, na tulianza kuhesabu ukafanya miezi mitisa ndani, kwa wale ambao wanazaliwa katika hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo unaposherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa mwili wako, haina shida. Unafanya sherehe, kama utaweka keki kubwa nini, unaalika watu, lakini unaangalia wale ambao utaalika, mnakula, mnasherekea, mnacheza, mnafurahi, haina shida, haijakatazwa. Haijakatazwa. Bon, habari kaka, asante kwa neno. Naomba kuuliza, huku kwetu wanatumia neno kutambika kufanya hizo ibada za kichawi, wakitumia uwakilishi wa pombe, pembe za ng'ombe na vibuyu kwenye makaburi au miti au mawe makubwa, nazo ni aina hizo hizo za bwiti, voodoo na ngando. Yaani kuna aina mbalimbali za uchawi. Maana kwa mfano wanapotumia pombe, tunajua kwamba kuna demon ambazo ziko nyuma ya ulevi, ziko pale, ambazo ni dragon ambazo zilimfanya Wumsi ndani ya Biblia za kisasa wanasema Nuhu akalewa akajikuta yuko akaanza kuona mambo mengi, watu hawajui mambo ambayo yalitendeka. Sitaingia huko. Mambo yote ambayo wanawakilisha hapo vitawakilisha zaidi sana aina za demon ambazo zinawavuvia ili kufanya hayo mambo. Kwa hiyo muwe mwangalifu sana, muwe mwangalifu na mambo ambayo watatumia. Kuna wengine ambao wataweka masanamu pale, wengine mambo ya jao mengine mambo viungu ambavyo vichawi, ndio hivyo ambavyo ni katazo, ambavyo Mutati anakataza watu kuvigusa. Sio vitu ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo aina hizo hizo tu za uchawi, wote ni uchawi tu kaka, yani wasikudanganya, kwa sababu wengine wanasema tunaenda kutambikia, tunaenda kuomba mizimu. Mizimu ni nini? Mizimu ni demon, mnafikiri kitu gani? Hapana, mizimu sio demon, ni mababu zetu wengine. Mababu yako kama amefariki, ameshafariki, hawezi akarudi tena, laki limeisha. Bwana mimi namuota anakuja kila mara, anakuja wapi? Sio yeye. Hizo ni demon za ukoo, ndio zinakuja zinachukua mwonekano wa babu yako, wa bibi yako, shangazi yako, na zinakujia usiku. Angalia, niko pale nateseka na jinsi hivi na hivi na hivi, nilimwota fulani, kumbe yupo amefariki, hana hata ufahamu kama yupo. Mimi nawaambia ndio hilo. Asante kaka Imani. Swali ni uongee juu ya aliens. Marekani wamesema wameingia dunia hii, walipitia wapi? Au wamekuwa wakiishi nasi? Au ni mambo ya uongo na kuleta uoga? Ni mambo ya uongo, ni mambo ya uongo haya yote ya aliens, kwamba kuna viumbe ambavyo vinatoka nje ya dunia, vinaweza vikaingia aje ndani ya dunia. Mwewe nafikiri kwa sababu sisi walio wengi hatuelewi namna gani dunia ilivyoundwa. Hivi hamjui ngao ya dunia ambayo inaitwa safu ya ozoni?
Hebu nafikiri kuna kiumbe gani ambacho kinaweza ikaingia? Ndio maana hawa, mimi nashangaa na hawa wanaojiita kwamba walipanda, walienda kuzunguka mwezi. Mlitoka duniani namna gani? Kwa sababu mwezi hauko ndani ya dunia, uko ndani ya ulimwengu, mwelewe vizuri. Sasa ili uzunguke mwezi, unatakiwa kutoka kwanza. Pup! Uv- u- kwa nguvu gani? Kwa chuma kipi ambapo utatoka nje ya dunia alafu unaingia ndani ya ulimwengu? Watu wanatuchukulia kama vile hawana akili. Hasa namna gani? Sio hicho kipindi hakuna ya mambo. Unajua haya mambo yote ya maalliance hivyo viumbe havipo, hivyo viumbe havipo, ni mambo yao ambao wanayafanya tu ndani ya maabara, wanatengeneza picha zao nini, alafu wanatuma. Msisikiliza ya mambo, ni ya uongo, hayapo. Maovni, ma extraterrestre, vyote uongo mtupu. Msisikilize hivi. Extraterrestre unafikiri kitu gani? Mtu akisema extraterrestre ni kiumbe ambacho kinatoka nje ya dunia, ndio maana ya extraterrestre. Roho za gizo kula vitu ni extraterrestre kwa sababu hawatokani na dunia. Tukisema kwa mfano shetani ni extraterrestre, hatuwezi tukakataa kwa sababu yeye hayuko, makao yake sio duniani. Anapotoka kwa mfano anakuja ndani, unaweza ukaita ni extraterrestre, kuna shida? Malaika walioanguka ni extraterrestre. Hauwezi ukasema kwamba demon ni extraterrestre. No, demon ziko duniani tu, zilizaliwa katika dunia na zimo katika dunia, huko katika dunia, kumrazi, ziko katika dunia, ingawa katika upande usioonekana wa dunia, lakini wako katika dunia. Kwa hiyo msiogope. Hizi zote ni nadharia za kupenda watu waingie katika woga, ili kwamba kupitia woga sasa hizo demon zije kuwapagaa. Kulingana na maneno ya Trump, amesema ni miaka 300 tangu waanze utafiti wa alliance. Nikuulize kaka yangu, inawezekanaje Marekani wawe wanafanya utafiti ya alliance kwa muda wa miaka 300 wakati Marekani wenyewe walipata uhuru wao miaka 250, na pia Marekani walianza kuwa na teknolojia miaka 100 na nusu hivi. Dunia hii inaongozwa na 95% ya uongo na 5% tu inaweza kuwa afadhali kweli. Watafute hata Mungu, wamtafute, wasema ilipatikana miaka mingapi. Haya yanawahusu wao wenyewe. Ndio maana nakwambia, yani tunawaambia kwamba dunia mambo yalifanywa hivi. Tunaposema hivi watu wanafikiri kwamba ni mzaha. Wana wa Israeli ambao wanajulikana halisi ni watu weusi, wakabadilisha wakajipaka wale walio pale. Kristo wa kweli ambaye alikuwa mweusi wakabadilisha, wakasema, wakatuletea mzungu kwamba alikuwa Yesu. Manabii wote ambao walikuwa weusi wabadilisha, wanatuletea mzungu, wazungu. Maria ambao wanaita Maria ambaye alikuwa mweusi ambaye anaitwa Yume wakambadilisha akawa Bikira Mariamu ambaye ni mzungu. Kwa hiyo nawaambia, yani maisha kama jinsi ulivyosema, yani watu wanaishi asilimia karibu yote ni uongo mtupu. Yani ukweli sasa ndio umeanza kuja sasa, ili kuwatoa hao wote. Kama kwelikweli umefanya utafiti na ukaona kwelikweli wakati gani ambapo Marekani wao walipata uhuru walifanya hivyo na hivi na hivi, jiulize kwa kweli, huu utafiti walianza namna gani? Na utafiti wanaofanya na hizo alliance wanazitafutia wapi? Kaka, nilikuwa naomba unifafanulie kiundani zaidi Mathayo 24:15. Napoliona lile chukizo la uharibifu lililonenwa na Danieli, maana yake nini kaka? Usome vizuri, tuangalie hilo andiko, kwa sababu nilikuwa bado sijanani. Mathayo 24:15, kwa sababu unatakiwa, kuna jambo lingine ambalo unatakiwa kulielewa hapo baadaye. Takuwa tuangalie kwanza haraka haraka Mathayo 24:15. Mathayo ni maswali na majibu, ndio maana nachukua muda wangu. 24:15. Mimi naenda kwanza katika habari njema, Biblia habari njema. Mathayo 24 mstari wa 15 unasema hivyo kama gisi kaka alivyoandika hapo: basi mtakapoona chukizo
chukizo haribifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama mahali patakatifu. Msomaji na atambue maana yake. Mstari wa 16, hapo walioko Yudea na wakimbilie mlimani. Aliye juu ya paa la nyumba yake asishuke kuchukua kitu nyumbani mwake. Unapokuwa juu kwenye paa na amekuja, si atakutoa huko. Maana yake ni nini? Hilo chukizo lipo, lakini watu hawajui. Hadi muda huu lipo, limesimama sehemu ambapo ni patakatifu, linajiita kwamba mimi ndio Mungu, mimi ndio Kristo, mimi ndio nini, na watu wanaabudu, wanaamini, wanafikiri kwamba wako katika ukweli. Ndio huyu ambao watu wanaabudu, ndio huyu ambao watu wanasifia kwamba ni Kristo wao, sijui mkombozi wao amekuja, mwingine. Kufuru ambayo imeingia katika vichwa vya watu. Swali lingine kaka, nimekuwa nikisikia watu wakisema kuwa kuna watu wanapata fedha kwa njia ya chuma ulete. Hii nadharia ina ukweli kaka katika hali hii inayoonekana? Kama hiyo nadharia ipo, au wanaosema wanaofanya hivyo chuma ulete lazima watakuwa ni matajiri au ni tofauti? Kama hiyo dhana ipo, ina maana kwamba hawa jamaa chuma ulete, yani wao watakuwa ni matajiri. Hata anaingia ndani ya benki anasema chuma ulete, na zinakuja na achana na mambo kama hayo. Ni mambo ya ujinga, uongo mtu. Hakuna mambo ya chuma ulete. Unajua tatizo kwamba watu hawako makini. Unapokuwa unahesabu pesa, unatakiwa kuwa makini. Kuna mara unaweza ukahesabu, maana wewe anatokea watu wanasema kwamba nilimpatia fulani change, na baada tu mimi kuangalia pesa zangu zimepungua. Uwe mnahesabu, mpige mahesabu yenu vizuri tu, na wakati wa kuhesabu muwe makini wakati mnapohesabu, kwa sababu pesa unaweza ukazihesabu hivi papa, unaona kwamba mbona zimepungua, lakini ukirudia tena vizuri vizuri unakuta kwamba ziko sawa, kwa sababu watu wanahesabu kwa haraka haraka. Na kuna mara labda unaweza ukampatia mtu change kuliko kumpatia kikawaida, labda umemzidishia bila wewe kujua, halafu zinaenda unasema kwamba chuma ulete. Na hiyo ni dhana ambayo ya uongo. Hiyo haya mambo si haya. Ingelikuwa kama ni hivyo, kama watu wote ni matajiri sasa hivi, matajiri katika hizo pesa zao za chuma ulete, ni dhana ambayo haipo kaka. Yani hilo usio na wasiwasi, hazipo haya mambo haya. Habari kaka, naomba kujua huku Wase kuna nadharia ambayo nimekuwa nikisikia sana watu wakisema kwamba unapopita porini au unapotoka shamba, unaposikia harufu ya chakula kama wali unapikwa, watu utasikia wanasema ni demoni hizo. Sasa nilikuwa nataka unieleweshe kaka kwenye ukweli, kwa sababu kuna mtu nilimuuliza akasema hayo mambo yapo, ingawa mimi nilibisha, kwa sababu ulitufundisha kuwa demon hazina mihili, demon ni roho chafu. Sasa hicho chakula zinapeleka wapi? Nisaidie kaka kupenya. Wewe mwenyewe umeshapenya vizuri, kwa sababu kweli kweli demon zitaenda kufanya nini na hicho chakula? Demon zitakula chakula, zinapika wali, wana moto ili kuwasha watu na harufu inaweza ikatoka sehemu nyingine tu na alafu inapita. Sasa ni upepo ndio unabeba hiyo harufu, inaweza ikatoka sehemu kule na unakuja kuhisi sehemu fulani. Sio kwamba labda kuna demon ambazo zinapika chakula wali nini ili iwe nini, ndio harufu. Ndugu zangu, hizo ni nadharia ambazo ni za uongo tu, sio kweli. Yani jinsi ulivyopenya, ulipenya vizuri kwelikweli. Demon zitafanya na chakula yani hivyo sio vyakula vyao, hawali vyakula vya kimwili. No, wao ni roho, na roho haina chakula, haina haja ya chakula. Kwanza roho haina haja ya kula chakula. Hivi sijui kama unaelewa. Hivi unafikiri kwamba roho zina utumbo ndani? Aidha roho mnafikiri zina meno kikawaida? Roho zaagizwa kula vitu kwa mfano, je, wana meno? Kwa hiyo ulipenya vizuri kaka, simamia hapo hapo tu hivi. Swali la pili, kujitetea ni haki. Sasa ikiwa mtu ana nguvu zaidi yako, pindi anapoanza kukupiga mfano ngumi, utafanyaje?
kikawaida, kama wewe unaona kwamba mtu anakuzidi nguvu, kwa nini uingie katika malumbano na yeye? Unaona kwamba mambo yanaanza kuwa tofauti, unajiondokea. Ndio gisi mtu wa busara anafanya kabla matatizo hayajaingia. Jiondokee. Hiyo ndio hekima ambayo inaomba. Utasubiri subiri tu alafu sasa, hata kama ni haki kwamba unaweza sasa urudishe, kama unajua kwamba kwelikweli utamweza kumdhibiti, na kama hauna nguvu za kumdhibiti, wewe nenda unapigwa hiyo tu na ujiendee nyumbani tu alafu utajipanga wewe mwenyewe jinsi utakavyojua huko. Sijui kama unaona hilo. Kwa hiyo ni hekima ndio unatakiwa kutumia, sio mtu anane mnaanza kuingia kwanza katika ugomvi. Wewe mwenyewe unajua kwamba huyu mtu anakuzidi nguvu, unaona kabisa, unajua kwamba hapa huyu jamaa huyu, kwa nini uingie kwanza katika hiyo hali na hadi mufikie kwenye huko hadi nguo? Kwa sababu hawezi akafika tu na kuanza kupiga ngumi, no. Lazima kutakuwa mabishano, kutakuwa maneno haya na haya, na unapoona kwamba maneno yameshaanza kubadilika, na una stop. Hiyo ndio hekima inaomba. Manabii wa kuchora wakiona Biblia za kisasa hazisapoti uongo wao, wanaamua kujitungia uongo tu. Malaika waliangukia kwenye maji, ndo wakawa na umbo la samaki au alama ya kuuliza. Nimeshawahi kusema kwamba nimeshawahi kusema kwamba malaika ni viumbe ambavyo viliumbwa katika agizo kuu la vita, na watu wanaposikia kwamba malaika walianguka, wao wako katika maferi ya kusema kwamba mtu anapoanguka, yani anatoka juu, anafanya wii, alafu anaanguka chini, boom. Hiyo tu ndio kuanguka ambayo watu wanaelewa. Hivi hawajui kwamba mtu unaweza ukatumia msemo kwamba fulani ameanguka, na sio kwamba ameanguka chini. Hilo hawaelewi. Malaika walioanguka wakati walipoanguka, dunia ilikuwa bado haijaumbwa. Sasa hayo maji ambayo waliangukia ni maji gani? Wakati ambapo malaika walioanguka walipoanguka, dunia ilikuwa bado haijakuwepo. Haya maji mnayoyaona yalikuwa bado hayajakuwepo. Sasa walipoanguka wakawa hizo, kama gisi wanavyosema kwamba, wengine wanasema kwamba ndio zikawa demon, ndio hizo samaki mtu gisi wanavyoita, waliangukia kwenye maji gani? Kwa sababu dunia ilikuwa bado haijaumbwa. Dunia iliumbwa baadaye, baada ya kuanguka kwa wote, ili kuonyesha kwamba si wakati wanapoanguka hawakuangukia ndani ya dunia, kwa sababu dunia ilikuwa bado haijakuwepo. Samaki mtu ni demons. Kwao wanaita samaki mtu, kikawaida sio samaki mtu, inatakiwa kuitwa samaki binadamu, kwa sababu unaposema mtu ni mtu mweusi, na unaposema samaki mtu ina maana kwamba ni samaki ambayo ina umbo tena la mtu mweusi, na hilo ni jambo ambalo haliwezekani na halipo, kwa sababu demoni zote hazina rangi nyeusi, hizo halipo. Hivi mnaelewa vizuri? Demoni hazina rangi nyeusi, zina rangi nyeupe na zina rangi ya damu mchanganyiko, za metisi za chokaa, hivyo tu. Kwa hiyo wengine wote ambao wataenda kuwakilisha sijui mamiwa, hata wanachora kwamba wao ni mweusi na mwingine, haya mambo hayapo, sio kwa namna hiyo jinsi wanavyoelezea. Kwa hiyo ndugu zangu, nikupenda kuambia kwamba ukweli uko hapa. Ni kweli mnaweza kuwa na wasiwasi, mnaweza kuwa na maswali mengi, ulizeni tu, tutakuwa tunajibu. Sijui kama mnaridhika jinsi ninavyowajibu hivi. Ndugu zangu, ndivyo watu wanakuwa zaidi sana kiroho. Uliza swali lako, usijisi aibu, waweza usijione kwamba mimi nikiuliza nitaonekana kwamba mimi labda sijui. No, sote tuko katika kufunzwa. Mwalimu ni mmoja tu, sote ni wanafunzi. Mwalimu ni mmoja, zulula 100, tunasema kila wakati. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kusaidia wale ambao wanaopenda kuingia katika tafakari ambazo ni nzuri, wanaopenda kuingia katika mantiki ambazo ni nzuri, kujiuliza kwa nini hili liko hivi, kwa nini lisiwe hivi. Sio kosa, ni jambo ambalo ni nzuri. Kwa hiyo usiogope, usiwe na wasiwasi. Ukweli huu ambao unausikia, huu ndio ukweli ambao utaokoa dunia. Kwa wale, ninaposema dunia, yani wale wanaojulikana, walio katika dunia hii. Wokovu hauko katika hizo dini, wokovu hauko katika hizo imani zingine za ajabu ajabu. Wokovu uko hapa mbele yako. Ninaposema mbele yako, sio mimi, ni mafundisho ambayo yanatoka kwa mzaliwa wa pili.
ndio wokovu wako. Kinyume na hapo, unaweza ukajifariji ulipo hapo, ngoma kila wakati unaenda kupiga, wakikupatia ahadi zingine ambazo unafikiri kwamba ni ahadi, lakini nakwambia ni ahadi za uongo ambazo wao wenyewe hawajui ni wapi watakapoenda baada ya kutoka katika hali inayoonekana. Kwa hiyo unapokuwa katika ukweli, unakuwa na uhakika kwelikweli wa maisha ya baada ya kifo. Kwa hiyo msiogope, ulizeni maswali ambayo ni muhimu, ambayo yatafanya muendelee zaidi sana kiroho. Kuwa na maswali ya udadisi haijakatazwa, lakini hayo yanakuwa baadaye. Tafuta kwanza maswali ambayo yanakufanya usisonge. Kwa mfano, unapokuwa katika maisha yako ya kila wakati, labda kuna dhambi ambazo, aina ya dhambi ambayo inakusumbua sana. Sasa haujui namna gani unaweza kufanya ili uondokane nayo, kwa sababu umechoka. Hizo ndio swali ambazo unauliza, unapewa majibu ili zikufanye usonge mbele. Ingawa hizi zote zingine mnaweza mkauliza, haina shida, lakini huu ni ushauri ambao anawapatia. Unaona, ni kama vile mtu anaweza kapenda kujua hivi mama yake ya mzaliwa wa pili ambaye ni Zuriwa Hassan aliitwa nani? Sio swali mbaya, ni swali nzuri tu, lakini ukipata jibu baada ya hapo, ukipata jibu anaitwa hivi, itakuongezea nini zaidi sana katika maisha yako ya kiroho kwa sasa hivi? Ni kweli labda kitu ambacho kinaweza kukuongezea kwa sababu unataka kujua jina lake na linamaanisha nini, haya mambo hayo sio vibaya, ni vizuri, lakini ndio maana unajikita kwanza katika maswali ambayo unajua kwamba ukipata jibu unasonga mbele, unapiga tu. Kwa hiyo ndio hayo, ndugu zangu, tutakutana tena wakati mwingine kuhusiana na majibu wiki inayofuata, kwa sababu maswali niko nayo na mengine ongezeni tu. Tutakuwa kila mara live hapa hivi, sio live yani inamaanisha kwa namna hii kutoa ya mafundisho, lakini leo likiruhusu tutaanza kufanya live pia. Nitaomba ushauri wenu nyinyi, kama mnaweza mkapenda tuwe tunafanya hata live kwenye Facebook, aidha TikTok, aidha hapa kwenye YouTube. Facebook pia tunaweza tukafanya, tutajaribu, tutaangalia kile ambacho neno itaruhusu, na tunaweza kuwa tunatoa mafundisho direct, na baada ya hapo labda watu wanaweza kuwa wanauliza maswali kama muda utakuwepo. Hayo yote tutaangalia neno likiruhusu, lakini kwa hiyo utukufu kwa Baba.